Waefeso 6 mstari wa 12. Anasema kitu hapo. Anasema na kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama. Na kumbuka, haimaanishi ya kwamba damu na nyama iko innocent, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini angalia, hawa watu wanapokuvamia, hawa tunaita wafalme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho, hawawezi fanya kazi bila damu. Yaani ni kwamba wewe unapopigana na wao, anasema vita vyetu tunavyovilekeza kwa damu, tujue ya kwamba sio damu, ila hii damu nyuma yake ina vitu ambavyo ndio hivi ambavyo anavitaja. Kwa hivyo tunaposema vita vya damu, tunamaanisha ni vita juu ya wafalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi na mapepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Na kumbuka ya kwamba haya mapepo na hizi roho na haya majeshi hawawezi fanya kazi bila damu. Kwa maneno mengine, katika vita vya kiroho, hata kama mtu ana silaha nzuri, mradi hana ufahamu wa damu, silaha zake haziwezi fanya kazi. Ndio sababu wakati Daudi anapokuja kupigana na Goliath katika Samueli wa kwanza mlango wa 17, Goliath ana ujuzi wa vita, ana silaha zinazofaa. Anaposimama mbele ya Israeli na anasema leta mtu nipigane na yeye, jeshi zima la Sauli likaenda kujificha. Lakini Daudi anapotokea, Daudi anagundua hata kama Goliath ana ujuzi wa vita, ana silaha zinazofaa, lakini anajua katika vita vya maisha, haijalishi silaha ulionayo na ujuzi na ufahamu wa vita, mradi hauna ufahamu na nguvu ya damu, silaha zako zote ni bure.